Chama cha Mapinduzi na serikali katika nyadhifa zenu tofauti, waheshimiwa machifu na wazee wa Bariadi, waheshimiwa viongozi wa dini, waheshimiwa ndugu wana habari, vikundi vya burudani na ndugu wananchi, Simiyu oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, baada ya shukrani kubwa na nyingi kwa Mungu wetu, naomba sasa niwashukuru uongozi wa mkoa na wilaya zote za mkoa huu wa Simiyu kwa maandalizi mazuri sana ya ziara hii. Nilianza ziara yangu katika kijiji cha Nyamikoma, wilaya ya Busega, ambapo nilisimama nikasalimia na nikaomba ruhusa ya kuingia Simiyu ambayo nilipewa. Leo ni siku ya 4 ya ziara yangu katika mkoa huu. Wakati wa ziara hii nilikagua na kufungua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Ziara hii pia ilinipa fursa ya kuongea na wananchi, na hadi leo nimefanikiwa kufika kwenye wilaya 4 za Bariadi, Tilima, Meatu na Maswa. Kesho nitakuwa siku ya 5 na nitahitimisha ziara yangu pale nilipoanzia katika wilaya ya Busega, ambapo nitazindua mradi wa maji wa Lamadi na kuweka jiwe la msingi la mradi wa maji wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ninawashukuru sana watendaji wa mkoa kwa maandalizi mazuri kama nilivyosema ya ziara hii. Nawashukuru pia wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri kwa ushirikiano wao na kufanya ziara hii iende vizuri. Na kishukuru Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa, lakini pia Chama cha Mapinduzi Taifa. Toka tulipoanza ziara hii, Chama cha Mapinduzi Taifa iko nasi na wako nasi kwa sababu wao ndio wenye ilani na wamekuja kushuhudia utekelezaji wa ilani waliotupa. Ninawashukuru sana pia wananchi wote wa mkoa wa Simiyu kwa mapokezi makubwa sana. Tangu siku ya kwanza tulipokuwa Nyamikoma na kote tulikopita hadi siku ya leo, mmejitokeza kwa wingi sana. Asanteni sana. Ndugu zangu wa Simiyu, lakini ndugu zangu wa Bariadi, wakati ninaanza ziara hii nilisema ilikuwa ni mara yangu ya 2 na kuja katika mkoa wa Simiyu kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara ya kwanza nilikuja mwaka 2022, lakini ilikuwa ni ziara ya kujitambulisha. Leo nimekuja katika ziara ya kuangalia utekelezaji wa ilani na maendeleo yaliyopo ndani ya mkoa wa Simiyu. Kilichonifurahisha katika ziara hii ni kuwasikia wananchi na wawakilishi wenu wakitueleza kuwa kazi kubwa imefanyika. Hilo linanipa faraja. Ndani ya siku 4 za ziara yangu, mambo kadhaa yamefanyika. La kwanza, nilizindua rasmi majengo ya ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya Mamlaka ya Mapato ya Tanzania na ofisi ya Mamlaka ya Mapato ya Tanzania ya mkoa wa Simiyu na ofisi ya halmashauri ya Bariadi. Licha ya kuwa mkoa wetu ni mpya kiutawala, tumehakikisha kuwa haubaki nyuma kwenye miundombinu ya kiutawala. Majengo hayo yote niliyazindua, yako kwenye hali nzuri, yamejengwa vizuri na yana thamani ya pesa iliyotumika. Lakini pamoja na ofisi hizo kiutawala ndani ya mkoa huu, tuna ofisi nyingine kadhaa. Tuna NIDA iko ndani ya mkoa, NSSF iko ndani ya mkoa, mahakama iko ndani ya mkoa pamoja na wilaya zake, lakini pia wakala wa vipimo iko ndani ya mkoa wa Simiyu, GPSA iko ndani ya mkoa wa Simiyu, lakini pia kuna vyuo vikuu viko ndani ya Simiyu. Chuo cha Open University kiko ndani ya Simiyu, lakini chuo cha fedha pia kiko ndani ya Simiyu.
Na hapa nataka kuongeza taasisi nyingine, na hili ni agizo kwa Waziri wa Kilimo. Waziri wa Kilimo, naomba unisikie. Pamoja na haya yote umesema hapa kuna mradi mkubwa wa umwagiliaji maji ambao utaenda sambamba na mradi wa usambazaji maji ndani ya mkoa, lakini tutakwenda mpaka Dodoma. Nataka tume ya umwagiliaji maji ambayo tulishathibitisha ofisi zake ziweko ndani ya mikoa hii ambao mradi huu wa umwagiliaji utapita. Kwa hiyo mbali na taasisi zilizopo hapa, ofisi ya tume ya umwagiliaji maji iwepo ndani ya Simiyu, na ndipo mradi huu utakapokwenda haraka haraka. Naomba ulichukue hilo. Lakini pamoja na hayo, nimezindua rasmi viwanda vya kuchakata pamba na kutengeneza mabomba ya maji ya NGS Tanzania Limited, kiwanda cha ndugu yangu Gungu. Hongera sana kwa mradi mkubwa ule. Lakini pia kiwanda cha kuchakata pamba au pamba hai cha BioSustain ya ndugu yetu Riyadh, na kiwanda cha kuchambua pamba mbegu cha Shri Rajendra Agro Industry. Haya ni maendeleo makubwa kwa mkoa wa Simiyu. Uwepo wa viwanda hivi ina maana pamba itakayozaliwa Simiyu ina matumizi ndani ya nchi na hatutaisafirisha. Badala ya kusafirisha pamba tukaja tukanunua mashati, sasa pamba ile itafanyiwa kazi ndani ya Tanzania. Katika hatua nyingine, jana nilizindua hospitali ya wilaya ya Itilima na nilizindua rasmi shule ya sekondari ya wasichana ya sayansi ya mkoa wa Simiyu. Hii ni sehemu ya shule zitakazojengwa nchi nzima kwa shilingi bilioni 115.8. Aidha, nilizindua pia shule ya sekondari ya amali ya wilaya ya Itilima kwa niaba ya shule zote 103 za amali zinazojengwa nchi nzima. Pamoja na shule hizo, serikali itajenga shule ya sayansi ya wavulana ya kanda ya Ziwa kama ilivyotajwa hapa na mawaziri, na itajengwa hapa Simiyu. Kesho vile vile nitafungua rasmi mradi wa maji pale Lamadi, na nitaweka jiwe la msingi kama nilivyosema la mradi mkubwa ule ambao utakwenda kumaliza tatizo la maji ndani ya mkoa huu. Haya ni baadhi tu ya maendeleo tuliyoyashuhudia. Kuna mengi zaidi ya kusema, lakini ndugu zangu, niliwataka mawaziri wasimame waseme sekta zao zinafanya nini na zimefanya nini na zitafanya nini hapa Simiyu. Ningesimama kuyasema mimi yote yale, ngenichukua muda mkubwa sana. Kwa hiyo nawashukuru mawaziri wangu kwa yale ambayo mmeyasema, mambo tuliyoyafanya na tutakayoyafanya. Lakini vile vile niwashukuru sana mkuu wa mkoa wa Simiyu, waheshimiwa wabunge wa majimbo yote, kwa kuwa kila tulipopita wao kama wawakilishi wa wananchi walisema mambo yaliyofanywa katika maeneo yao. Hili linanipa faraja kwa sababu mliponikabidhi dhamana hii nilisema nitakwenda kutekeleza mambo kwenye sekta mbalimbali, na mwisho sitakuja mimi kusema nilichokifanya, bali wananchi mtasema wenyewe mliofanyiwa, na haya ndio yanayotokea, nami nawashukuru sana. Naloweza kuambia ni kwamba serikali tumejipanga vyema kuijenga nchi yetu Tanzania, kuleta huduma za wananchi na kunyanyua uchumi na ustawi wa wananchi wa Tanzania. Kwa ufupi niseme yajayo yanafurahisha, more to come. Mmeisikia ilani ya uchaguzi ya miaka 5 ijayo, mkitupitisha vizuri sana, mambo mengi yanakuja. Ndugu zangu, pamoja na maendeleo yaliyotokea hapa ndani ya mkoa wa Simiyu, nimeona mambo kadhaa ambayo yanafaa pia kufanyiwa kazi. La kwanza ni kumalizwa kwa daraja la Itembe, na nimewataka TANROADS na waziri mhusika waharakishe kumaliza daraja hili. Lakini la pili ni barabara za ndani, hasa ndani ya miji ya maeneo mbalimbali, miji ya wilaya,
na nimemtaka waziri wa TAMISEMI kupitia TARURA alichukue hilo na alifanyie kazi, pamoja na kuweka taa ambazo zitawafanya vijana wetu wafanye biashara masaa yote. Lakini jengine niwathibitishie kwamba kesho nakwenda kuweka jiwe la msingi kwenye ule mradi mkubwa wa maji. Ni wahakikishie tunakwenda kuusimamia umalizike ili tatizo la maji Simiyu liwe historia. Jengine nililoliona ni wakala wa maabara ya veterinary. Tumeijenga pale halmashauri ya Meatu. Niombe sana maabara hii, wakala hii ya maabara itumike kwa maendeleo yetu katika sekta ya mifugo ndani ya mkoa wa Simiyu. Si mikoa yote wamepata wakala huu kujengewa. Tumekuja Simiyu kwa sababu tunajua ufugaji upo mkubwa sana ndani ya mkoa wa Simiyu. Lakini jengine nalotaka kuliunganisha na hili ni swala zima la chanjo ambalo nimelizindua juzi. Ile ni fursa ya pekee kwa wafugaji. Naomba wafugaji tumieni, tukuze sekta yetu, tupandishe hadhi ya mifugo yetu na tuweze kupata soko kubwa la kimataifa. Naomba sana chanjeni mifugo, tumieni hiyo fursa. Jengine ni kuhusu kilimo cha pamba ambao amesema vizuri Mheshimiwa Waziri. Nalotaka kusema mimi ni swala la ushirika. Pengine kunaweza kukaa kuna malalamiko kwenye masuala ya ushirika, lakini nataka niwaambie tunapopandisha hadhi ya zao la pamba, ushirika ni jambo muhimu sana. Kwa Waziri wa Kilimo, endelea kufanya mabadiliko kama tulivyofanya mabadiliko kwenye sekta ya ushirika. Simamia ushirika wa pamba na wenyewe usimame vizuri ili wananchi waone manufaa yake. Ndugu zangu, kwa ujumla niwahakikishie kuwa pamba ni zao ambalo tunalipa umuhimu mkubwa sana. Hivyo niitake Wizara ya Kilimo kuendelea kusimamia mageuzi kama tulivyoanza kwa mazao mengine, wasimamie zao hili na lenyewe lipande hadhi. Ndugu wananchi, kuhusu mikopo ya 10% imesemwa vizuri hapa. Wanawake, vijana na watoto na wenye ulemavu wanapata mikopo hii. Wito wangu kwenu ni marejesho. Waheshimiwa madiwani, simamieni marejesho ya miradi ya mikopo hii. Ni kwa sababu vijana wako wengi. Alhamdulillah, tunazaa sana, vijana wako wengi hao tunawapeleka VETA, tunakwenda kuwafundisha. Wakitoka watategemea mikopo hii, kuanza maisha yao. Naomba sana msimamie marejesho. Lakini jengine ni kusisitiza kwamba halmashauri kuhakikisha fedha hizi zinakwenda kwa walengwa. Kama mnakumbuka, nilisimamisha mikopo miaka 2 iliyopita hapa mpaka tukafanya utafiti wa kutosha. Tukaona makosa mliokuwa mkiyafanya, kutoa mikopo kwa vikundi ambavyo havipo, marejesho hayaji. Tukapanga mipango mizuri, tukayashirikisha mabenki, tukaruhusu mikopo itoke tena. Kwa hiyo naomba sana msimamie urejeshwaji wa mikopo hii ili vijana hawa waweze kupata mikopo. Lakini hata wakati wa utoaji wa mikopo yenyewe, legezeni masharti. Kuna watu wanahitaji mikopo hii, yale mafomu mliowaekea wanashindwa kuyajaza vilivyo, na mnapofanya tathmini mnasema hawa hawakujaza vizuri, wasipewe, lakini kumbe ndio wenye haja ya hizo pesa. Kwa hiyo niwaombe sana mlegeze masharti na muwasaidie kujaza hizo fomu zenu ili mikopo hii ipatikane. Ndugu zangu, juzi nilizindua jengo la TRA ndani ya mkoa huu. Nikawasifia sana TRA ndani ya mkoa huu kwa kufikia malengo ya ukusanyaji. Sasa nirejee wito wangu nilioutoa juzi kwamba wafanya biashara wote tulipe kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Lakini si wafanya biashara peke yao. Hata sisi wenye biashara ndogo ndogo, sio wakubwa peke yao, hata wenye biashara ndogo, wafugaji, zile tozo zote tulizowekewa, ndugu zangu,
tuzilipe halmashauri kwa ajili ya maendeleo yetu. Kwa nini nasema hivi? Nitasema nililolisema tena juzi, kwamba ulimwengu sasa hivi haueleweki. Vita kila pahali, kila ukiamka ni vita kule, ni vita huku. Leo asubuhi tumeamka Irani huko na wenzao Israeli wanatuangana kweli kweli. Wanakopigana kule, madhara yanakuja kwetu. Sasa hivi tutasikia bei za mafuta zimepanda, sasa hivi tutasikia bidhaa zimepanda, kwa sababu wale ndio wenye nguvu walioshikilia soko la dunia. Kwa hiyo tusipokusanya ndani, lakini kwa sababu ya vita vile, fedha ya kuletwa huku hakuna. Wale waliokuwa angalau shilingi wakitugaia, fedha ile itakuwa hakuna. Ni lazima maendeleo yetu tujidhatiti sisi wenyewe. Kwa hiyo niombe sana, na hii sio kwa Simiyu peke yenu, mikoa yote, halmashauri zote zijitahidi kwenye kukusanya mapato. Kwa upande wa TRA wanajitahidi. Tumewapa lengo jipya na ni matumaini yangu kwamba watalifikia. Lakini halmashauri mnakula nyingi, mnaleta kidogo. Niombe sana mjidhatiti kwenye makusanyo. Mjidhatiti ili maendeleo yaende kama tulivyoweza kuyapeleka miaka 5 hii inayomalizika. Ndugu zangu, nihitimishe kwa kuwashukuru tena. Mmenipongeza mimi, lakini hii kazi tumeifanya sote. Serikali ilikuwa na nafasi yake na wananchi pia mlikuwa na nafasi yenu. Kwa hiyo pongezi kubwa zinarudi kwenu, kwa sababu msingetaka miradi ile isingefanyika. Kwa hiyo tunawarudishia pongezi hizi na niwashukuru kwa kusimamia utekelezwaji wa miradi ile. Pamoja na hii, niwapongezeni sana kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya kujiletea maendeleo. Kote nilipopita nimeona kazi kubwa inayofanyika. Endeleeni kuchapa kazi na kudumisha amani na utulivu. Ni kupitia amani na utulivu peke yake ndio haya tunayoyashangilia leo tunaweza kuyashangilia vizuri. Niwapongeze sana. Katika ziara yangu hii watu wengi walikuwa na sisi. Maofisa mbalimbali wa serikali na chama walikuwa na sisi, na washukuru. Tulikuwa na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha ziara imekwenda vizuri, tunawashukuru. Tulikuwa na vijana wetu wa scout ambao wamesaidia kuweka utulivu na sungusungu au jeshi la akiba, na wenyewe pia tunawashukuru. Vijana wetu wa hamasa ambao wanachangamsha mikutano, na nyinyi pia tunawashukuru. Kama nilivyotangulia kusema, madereva wetu ambao wametuendesha, na wenyewe tunawashukuru. Kama nilivyotangulia kusema, wananchi kwa ujumla wa mkoa huu wa Simiyu tunawashukuru sana. Mmetuonesha mapenzi yenu kwa viongozi wenu. Tunawashukuru sana. Katika shukrani zangu nishukuru pia, najua wana Simiyu ni wakarimu sana. Nishukuru kwa zawadi ambazo mkuu wa mkoa amezitangaza hapa. Ameniambia mmenipa chakula, mmenipa mboga, mmenipa vimiminika, vinywaji. Mimi nawashukuru sana sana sana. Baada ya maneno hayo ya kuwashukuru, na washukuru tena wananchi wa Bariadi kwa kujitokeza kwa wingi kwenye shughuli hii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bariadi oye! Meatu oye! Busega oye! Nani nimemwacha? Itilima oye! Nani nimemwacha? Nani? Maswa oye! Asanteni sana. Asanteni sana. Haya, asante. Hamjaniambia Oktoba mnaenda kufanyaje? Asanteni. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima tunakuomba kuna picha maalumu uridhie upige. Mkoa huu ukitoa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Kenan, viongozi wengine wote, wakuu wa taasisi wote ni wanawake. Hii tunakuomba picha maalum. Haya, wale wakuu wa taasisi tunawaomba. Sasa huku nyuma viongozi tuondoke. Tunataka kweupe tupate picha vizuri. Waite wale, waite sasa.
Nikuombe katibu tawala wa mkoa, meneja wa NSSF, meneja wa TANESCO, meneja wa GIPSA, hakimu mkazi wa mkoa, RPC, meneja wa vipimo na RSO pamoja na CCM mkoa na mkuu wa hazina ndogo. Pamoja na NIDA.